Bana, karibu sana mwana michezo. Bado tunazungumza kutoka Zanzibar ambapo tulikuja kushuhudia fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya mnyama Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya 1-1. Bwana, leo tumekutana na mchezaji wa JKU Never Adeline Kaboma. Nataka tuzungumze naye kuhusiana na career yake, lakini naye tusikie maoni yake kidogo kuhusiana na mchezo wa jana, atuambie refa alikuwa haki au kutenda haki, kwa sababu yeye ni mchezaji. Tutazungumza naye mengi, utamsikia. Twende sawa. Tumsikie bwana Never. Uko vizuri? Uko vizuri. Mambo yanasemaje? Safi kabisa. Uko safi? Uko safi. Bana, JKU msimu kidogo kama mna shake hivi, shida nini? Hamna shida yoyote, ni namna tu inatokea katika ligi. Wakati mwingine unaweza kuwa vizuri, wakati mwingine usiwe vizuri, lakini malengo yetu sisi kuchukua ubingwa, na kuchukua ubingwa inawezekana. Bado tunapambana. Kwa namna ambavyo games zimebaki sasa hivi, nafasi ya JKU kuchukua ubingwa mnaona na namna mwenendo yenu unaenda? Malengo yako yalikuwa kuchukua ubingwa, kama sio wa ligi basi wa FA. Kwa hiyo tuna nafasi nyingine ya pili ya kuchukua ubingwa wa FA. Kwa hiyo katika ligi imebakiwa mechi 4. Kwa hiyo hapa tuna hizi mechi tunataka tupambane ili tubaki kwenye top 4 ili tuweze kupata tena nafasi ya kucheza muungano. Sawa, umecheza JKU kwa muda, kwa mafanikio makubwa ukiwa mchezaji tegemezi kwenye kikosi cha JKU. Kwanza tuambie siri ni nini hasa? Siri ni upambanaji wa benchi la ufundi, uongozi na wachezaji kwa ujumla, ndo kikubwa kinachotupa mafanikio. Sawa, nataka tuzungumze. Una ndoto za siku moja kwenda kucheza ligi ya NBC, na maanisha ligi ya bara? Ndoto ipo ya kucheza bara, na inshallah Mungu atajalia tu siku moja na sisi tutafika tu kule bara. Lakini watu wengi wanaamini kama ligi ya bara ni ngumu sana kuzidi ligi ya huku, ligi ya Zanzibar. Wewe ni mchezaji, kwa wewe unavyoona, unakubali kwamba ligi ya kule ni ngumu kuzidi ligi ya huku? Hapana, sio sawa, kwa sababu ligi ya bara na ligi ya Zanzibar hamna utofauti wowote. Utofauti tu ni wao kidogo wenzetu wameinvest sana kwenye ligi yao, sisi kidogo tuko chini, lakini mpira ni ule ule. Hata mimi nishacheza nao sana bara, nishacheza na Simba, nishacheza na Azam, nishacheza na Singida, nishacheza na Coast. Kwa naona mpira ni ule ule tu, kwa hamna ugumu wowote. Kwa ushacheza nao hao wote? Wote nishacheza nao na wote nishawafunga. Simba ulimfunga? Simba nimemfunga, Azam nimemfunga, Coast nimemfunga, Singida tu ndo sikubahatika kuwafunga na Yanga, lakini nilivyocheza nao ni mpira ni ule ule tu, ni mambo tu kukutana na walimu wazuri, tunaelekezwa, mchezaji unakuwa mambo yanaenda. Kwa hiyo uamini kwenye ugumu, unaamini ukiwa unajua mpira unajua? Mimi siamini kwenye ugumu, mimi naamini ukiwa unajua basi, na ukipewa nafasi unaonyesha unakitwanga vizuri kabisa bila shaka. Bwana, tunaelekea msimu unaelekea kuisha, haujaanza kupokea ofa kutoka bara labda zinazokuita? Kwa sasa siwezi kulizungumzia hilo sana, ila wakati ukifika basi tutajuzana. Tutajuzana. Unasema nilikuwa nasikia wanataja Fountain Gate mara Mbeya City. Vipi, kuna simu zozote kutoka kwa watu? Wakati wote wa usajili ukifika lazima kuwa na fununu, lakini uhalisia halisi wakati ukifika utajua. Unaamini ukienda bara kwa uwezo wako utaweza kupambana na kuweza kupata nafasi labda na kuwa mchezaji wa kutegemewa kwenye timu za bara? Mimi naamini, kwanza naamini kipaji changu nilichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio kinachonipa confidence kuamini kwamba hata nikitoka hapa kwenda sehemu nyingine, basi mimi kwangu sina shaka. Utapambana upate nafasi? Nitapambana nipate nafasi, na nitapata nafasi na nitacheza vizuri kabisa bila shaka. Mara yako ya mwisho kucheza na Simba ilikuwa msimu upi? Mara yangu ya mwisho kucheza na Simba ilikuwa 2023. 2023. Mara ya mwisho kucheza na Simba. Sawa, tulikuwa na mchezo wa finali hapa jana. Mnyama Simba dhidi ya RS Berkane. Ulitazama mechi? Mechi niliangalia. Watu wengi wanalalamika sana kuhusiana na refa. Wewe ni mchezaji, maoni yako kidogo ni yapi? Lazima walalamike kutokana na mchezo jinsi ulivyokuwa unaendelea, na wao walikuwa wanaona na mchezo ulikuwa uko wazi. Kwa kila mmoja atashikilia kile ambacho anakiamini. Wao watalalamika refa, lakini Berkane watu kwako itakuwa sawa kutokana na ndo washapata au wamekosa. Kwa kila mmoja atatafuta lengo yake ya kushikilia. Kwa muhimu matokeo mchezo ulikuwa mzuri tu. Na matokeo ndo yamekuwa kama yalivyokuwa, ndo Mwenyezi Mungu ndo ashapanga iwe vile. Kwa ndo hivyo. Ulionaje kiwango cha mnyama?
Kiukweli walicheza vizuri kwa maelekezo ambayo walipewa na walimu wao, na wametuheshimisha kidogo nchi yetu kidogo, inaonekana kwamba hata watu wakitoka huko kuja Tanzania wanasema kweli kazi ipo. Mchezaji gani unamkubali pale Simba? Yaani mchezaji ambaye wewe kila ukitazama ukiangalia hivi unatamani hata kesho uende kucheza naye timu moja. Mimi wote nawapenda. Mmoja tu ambaye unatamani kwa haya mambo yake haya, mimi ni siku moja nikicheza naye naamini nitafaidika sana na vitu vyake anavyofanya uwanjani. Mimi nitaangalia kwenye engo yangu. Mimi nampenda Mpanzu. Eli Mpanzu. Anakukosha sana. Hasa vile akiwa na kuface na enjoy sana kuona kile ambacho anakifanya. Kwa mwana anajua bodi. Anajua. Yeah. Bwana shukrani sana.